Kubwa ambalo unapaswa kuweza kulifanya kwa wakati huu ni pamoja na make sure kwamba una subscribe, lakini pia unagusa hiyo alama kengele na huo mtongo kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi ni kujadili kile ambacho kinaendelea kwa upande wa vilabu vyetu pendwa, vilabu vya soka Simba na Yanga ambavyo vinashiriki kwa ukubwa kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kwa upande wa Singida Black Stars pamoja na wanalambalamba Azam FC ambao wao wapo katika kombe la shirikisho barani Afrika. Kuelekea kesho, baada ya kuweza kushuhudia Yanga ikitoa au kiambulia sare dhidi ya JS Kabylie, lakini pia kuwashuhudia Azam FC wao wakikubali kichapo nyumbani dhidi ya Wydad Athletic Club, basi kesho ni siku ambayo Simba wanapata nafasi ya kwenda kujiuliza dhidi ya Stade Malien kwa mchezo wao pale Mali, mchezo ambao utakuwa ni wa kipekee kweli kweli, ukizingatia Simba wametoka kupoteza mchezo wa kwanza nyumbani ambao walikubali kichapo cha bao 1-0. Sasa kuelekea mchezo wa kesho, najua wengi watakuwa wanajiuliza sana kuhusiana na kikosi ambacho kitapangwa na kocha au kitapangwa na meneja Dimitar Pantev kwa usaidizi wa kocha Suleiman Matola ambaye kwenye vyeti ndio ambaye anatambulika kama kocha mkuu wa klabu ya Simba, lakini pia kwa upande wa usimamizi basi meneja Dimitar Pantev ndio ambaye anasimama hivyo. Sasa meneja Dimitar Pantev amesema kuwa hakuna mtu wa kumfanya abadilishe falsafa yake kwenye mechi dhidi ya Petro Atletico de Luanda kwa namna yoyote. Angeanza namna alivyoanza siku ile bila mshambuliaji namba 9, yani kitaalamu false number 9, akuweza kuanza na mshambuliaji yoyote. Tulioshuhudia kina Selemani Mwalimu wakikalia mbao ndefu na wengine ambao walipaswa kuweza kuonekana kusimama kama wachezaji na mchezaji ambaye atasimama kama mshambuliaji namba 9. Sasa kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Stade Malien amesema ataanza na namba 9, lakini sio kwa sababu kuna watu wametaka afanye hivyo, bali ni kutokana na approach ambayo ameiona kuelekea mchezo huo. Kwenye mchezo ukiwa unapata matokeo mazuri alafu unazungumza hivi, hakuna ambaye atakuwa anauliza maamuzi yako. Shida ni matokeo yakiwa tofauti, basi ni ngumu kuwanyamazisha watu. Huyo ni kocha Dimitar Pantev akiwa anazungumza kuelekea mchezo wake dhidi ya Stade Malien, mchezo ambao utachezwa hapo kesho, kuonyesha kwamba bado msimamo wake ni ule ule. Atakuwa na approach tofauti kuelekea michezo hii ya kimataifa, licha ya kwamba kumekuwa na ukosoaji mkubwa wa yeye kwenye kikosi ambacho kilianza kwenye mchezo dhidi ya Atletico Pedro de Luanda ambao walikubali kupokea kichapo cha bao 1-0. Anasema kama wangepata matokeo, zile nafasi mbili ambazo zilipatikana, nafasi ambayo alikosa Eli Mpanzu Kibisawala, lakini pia nafasi nyingine ambayo alikosa Ibrahim Morris Abraham, basi zingezalisha mabao, basi kusingekuwa na chokochoko ambazo zinaendelea kwa sasa hivi, bali baada ya kuweza kukosa na kupoteza mchezo ule, ndo maana maneno yamekuwa mengi mno. Lakini pia kuna kingine ambacho alikizungumza kwamba kwa upande wake yeye anawahakikishia wanamsimbazi kuweza kupata mchezo mzuri au kuweza kucheza mchezo mzuri, lakini hawahakikishii kuweza kupata ushindi. Mchezo mzuri mtaona soka safi likichezwa, lakini kwenye kupata ushindi basi hana hakikisho hilo kwa upande wa wanamsimbazi. Sasa subirie tuone ni kitu gani ambacho kitatokea kwenye mchezo wa kesho na tutajua matokeo ni yapi na hatima yake kunako kikosi cha Simba itakuwa ni ipi. Je, wataendelea kumwamini kutokana na approach mbalimbali ambazo watakuwa wanazionyesha kwenye kikosi cha Simba? Basi hapo tutajua mabosi wa Simba kama imani yao bado itaendelea. Lakini pia kuna chokochoko zilikuwa zinazunguka na hizi ziliweka bayana na Ali Kamwe kwamba CV ya meneja Dimitar Pantev haikupitiwa vizuri. Watu hawakujua kama huyu ni meneja ama ni kocha. Amekuja kugundulika baada ya kuweza kumwaga wino Jangwani kwamba Msimbazi kwamba kuna baadhi ya vigezo hana vya kuweza kumfanya asimame kama kocha mkuu. Ndio maana umeona kashikashi zinakuwa ni nyingi, lakini pia tulishuhudia kwenye mahojiano ambayo waandishi wa habari walifanya naye yakiweza kusimamishwa na msimamizi wa CAF kwa wakati ule ambaye ni afisa habari pia wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Clifford Mario Ndimbo, kwamba huyo sio kocha mkuu na hapaswi kuweza kufanyiwa mahojiano yoyote
kuelekea baada ya mchezo ule kumalizika. So ndo hayo, tuendelee kusubiri na tuone ni kitu gani hasa kitafuata baada ya kuweza kuona approach zimekuwa tofauti kuhusiana na kocha Dimitar Pantev. Uongozi nao pia utafanya nini pale ambapo matokeo hayatokuwa yale ambayo wanayategemea. Till next time.